Alona unyenyekevu hukutana na Wahabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji wa MTA Africa katika kipindi chetu cha safari kuelekea Uislamu. Katika kipindi hiki utapata kufahamu historia za watu mbalimbali ambao wamejiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Utaweza kufahamu historia ya maisha yao kabla na baada ya kujiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Ungana nami mtangazaji wako Usama Hanifu Mpogo, lakini mgeni wangu leo studio ni mzee Maulidi Isa Mchana. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana mzee Maulidi. Asante. Naam, nimemtambulisha mtazamaji jina tu kwamba wewe unaitwa mzee Maulidi Isa Mchana. Lakini mzee Maulidi Isa Mchana ametokea wapi? Karibu. Asante. Mimi Maulidi Isa Mchana, nyumbani kwetu ni Kondoa, iliyo mkoa wa Dodoma. Ukitoka Dodoma kama unaenda Manyara utapata Kondoa, iko kaskazini ya Dodoma. Familia mzee Maulidi Isa Mchana ilikuwaje kipindiko cha ulipokuwa mdogo? Mimi ni familia ya baba yetu, alikuwa anaitwa mzee Isa Mchana. Mama yangu alikuwa anaitwa Aziza Muhammad Omari Sasia. Baba ya mama yangu mzee Muhammad Omari Sasia alikuwa ni shekhe ambaye ni mwanafunzi wa aliyekuwa anaitwa Sheikh Farsi kule Zanzibar. Babu alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Farsi. Ndiyo. Hali ya kiimani na dini nyumbani ilikuwaje? Je, hao wazazi walikuwa wanafuata dini? Mimi nikiwa na umri wa miaka 6 nilikwenda madrasa kwa babu, ambapo ni umbali wa zaidi ya maili 30. Na kwenye madrasa babu alikuwa akisali na kulikuwa na msikiti, lakini kwa mwaka mzima niliokuwa pale, wao tu ndio walikuwa wanasali kwa sababu sisi tulikuwa wadogo. Nilikuwa sijafanya zoezi la kusali kabisa. Sina kumbukumbu hiyo. Wewe haukupata nafasi ya kusali katika muda wa mwaka mzima. Babu hakuwahi kukuhimiza, bibi hajawahi kukuhimiza, mama hajawahi kukuhimiza, hali ilikuwaje? Mimi sina kumbukumbu, alikuwa sijawahi kabisa kuambiwa kwamba ni sali, lakini yeye babu, mama na hao wajomba zangu, yani wadogo zake mama yangu, ambao nao vile vile ni wanafunzi hao wa Sheikh Farsi. Kwa hiyo mpaka nimemaliza mwaka mzima nikaondoka kurudi nyumbani, sina kumbukumbu kwamba nilikuwa wanatuambia tusali. Sawa sawa. Sasa tuhame kidogo kwenye maisha ya utoto, kwamba baada ya kujitambua na kuanza kujitegemea wewe mwenyewe, hali yako ya kiimani ilikuwaje? Kwanza labda niseme kwamba baada ya ule mwaka mmoja nilirudi Kondoa mjini, ambayo ni nyumbani. Nikaandikishwa shule ya msingi inaitwa Kondoa Model Primary School, na nilianza mwaka 1965. Nimesoma mpaka kumaliza darasa la 7 mwaka 1973. Lakini kulikuwa na madrasa zingine pale Kondoa mjini kwa Mwalimu Saidi, sehemu moja inaitwa Iboni. Tulikuwa tunaenda madrasa
na sehemu nyingine vile vile zilikuwepo, lakini muda huo wote kulikuwa hakuna msisitizo wala nilikuwa sijawahi kusali. Lakini ulikuwa umejifunza kusoma Qur'ani matini, lakini muda wote huo kusali Nilikuwa sisali, haujawahi kusali na wala hulikuwa usali. wala nilikuwa Lini sisali. ulianza kusali? Siku moja nilikuwa nimefika Dodoma mjini, pale kuna sehemu ambapo ilikuwa ni stendi ya magari yanayotoka mikoani na Dar es Salaam, kunaitwa Jamatini. Ni karibu tu na railway station. Nilikutana na mtu anauza vitabu, nikanunua Kuondoa Kosa Moja. Kulikuwa na kitabu kingine kinaitwa Mjadala Baina ya Sheikh na Padri, na kitabu kingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Biblia. Na nilipovisoma mle ndani nikakuta ujumbe ambao unazungumzia juu ya habari ya Nabii Isa alayhi salatu wasalam kwamba alikufa, na itilafu na mabadiliko yale ambayo yameanzishwa ndani ya Ukristo, na sala. Basi nilipovisoma vyote, siku moja nikawa nimepitia kulikuwa na duka fulani linaitwa Victoria Shop. Hapo kwanza mzee Mshana. Ndio. Ulinunua vitabu. Inaonekana hapo ndio mwanzo wa wewe kuanza kuifahamu jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, si ndio? Ndio. Na wakati unanunua hivyo vitabu ulikuwa unajua kwamba hivyo ni vitabu vya Ahmadiyya, au ulikuwa unanunua tu kwa sababu umekuta vitabu na ulikuwa ni mpenzi wa kusoma vitabu? Ndani ya vitabu vile kuna maelezo ambayo yameonyesha kabisa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa ndio nimepata. Kwa hiyo wakati unanunua ulikuwa unajua kabisa unanunua vitabu vya jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, au ulikuwa haujui? Hapana, mimi nilikuwa sijui, nimeona tu kimeandikwa kitabu, kimeandikwa huku juu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, halafu kimeandikwa Kuondoa Kosa Moja. Niliposoma mle ndani ujumbe niliopata katika Kuondoa Kosa Moja, lakini mjadala baina ya Sheikh na Padri na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Biblia. Kwa hiyo nikalazimika kwenda kutafuta na kuomba tafsiri ya Qur'ani tukufu. Sasa Kwa sababu tulikuwaga hakuna tafsiri tulikuwa tunapewa kwenye madrasa zetu. Ulienda kuiomba kwa nani? Kwa hiyo nilikwenda mimi siku moja, nilikuwa napita pale Dodoma pana Sheli, alafu nyuma ya Makei House nikakuta watu wanaongea, alafu kuna vitabu viko kwenye shelfu. Nikaona kile kitabu kimoja kinaitwa Kuondoa Kosa Moja, Sanda ya Yesu, alafu vile vile na tafsiri Qur'ani tukufu, tafsiri kwa Kiswahili. Nilipoviona vile, na waliokuwa pale, kulikuwa kuna fundi, shekhe na mzee mmoja, wenyewe nilipoviangalia mimi nikasema, jamani, naomba niazimeni tafsiri ya Qur'ani tukufu. Yule aliyekuwa shekhe ni marehemu sasa hivi, akawa anaitwa Sheikh Abu Talib Sandi. Naam. Alafu mwingine naye ni marehemu, alikuwa ni tailor, yani mshone, fundi cherani. Alikuwa anaitwa Mwalimu Saidi, jina lingine nimesahau, lakini wa huku Mtwara huku au Lindi. Ni marehemu sasa hivi. Lakini vile vile ni marehemu alikuwa anaitwa Mzee Suleiman Taufiki. Sasa basi shekhe akakubali, akasema na kuazima, lakini na kuomba uwe mwaminifu na urudishe. Nilipokwenda nikawa nasoma tafsiri
kwenye kitabu kwa mara ya kwanza. Kwa sababu nilikuwa kazini, basi ilikuwa nikirudi nyumbani, mimi kuanzia saa 12 jioni nasoma mpaka saa 7 au saa 8 usiku. Unasoma mpaka saa 7 saa 8 usiku. Hiyo ndio ilikuwa nafasi yako ya kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza kusoma tafsiri pata tafsiri ya Qur'an tukufu. Ndio. Na ilikuvutia kiasi kwamba ukawa unafika mpaka saa 7 saa 8 usiku unasoma. Ndio. Na ilikuwaje sasa? Baada ya hapo, ilikuwaje wewe ukajiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya? Kwanza kabla sijajiunga kwa mara ya kwanza, nikakuta inasisitizwa sana juu ya sala 5. Sala za nafali, kuna tahajjud na zingine kwenye tafsiri na kwenye maelezo. Nililazimika kwenda kununua kitabu cha sala pale Victoria Bookshop ili niweze kujua hata kutawadha naanzia wapi na nafanya nini. Kwa mara ya kwanza. Ukiwa na umri wa miaka mingapi wakati huo? Nilikuwa na umri nafikiri kwenye miaka inawezekana 22, 23. Sawa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nakumbuka ilikuwa mwezi wa Ramadhani, nikalazimika sasa, na imesemwa jinsi ilivyo muhimu, ni moja kati ya nguzo za Islam, na siku ya kiyama cha kwanza kabisa kitaangaliwa sala. Naam. Kwa hiyo nilianza kusali kwa mara ya kwanza. Na hata kutawadha ilikuwa inabidi nichukue kitabu, kile kitabu cha sala, ili nitenge pale ili nione natakiwa nitawadhe kuanzia hapa kwenda hapa. Unataka kusema kwamba kuanzia utoto umekuja kusali ukiwa na umri wa miaka 22. 22 na. Sawa. Baada ya hapo sasa. Baada ya hapo ikatokea zile tafsiri sasa nilioipata na vile vitabu, nikaenda nikanunua na Biblia. Nikaanza kufanya sasa najadiliana, kwa sababu eneo lile wengi ni Wakristo, ni Wagogo, wengi Wakristo, na wale waliokuwa Waislamu wengi walikuwa vilabuni, wanywa pombe na wapika pombe. Sasa nikawa nafanya mijadala na mazungumzo na wale wachungaji na mapadri kwa kutumia hoja zilizopo katika Biblia, kitabu kile cha mjadala baina ya shehe na padri. Na kwenye Biblia nimepitia na Qur'ani tukufu, nikawa sasa tunafanya mijadala na wao. Sawa. Walivutiwa sana. Lakini cha ajabu, nikaja siku moja napita, nimerudisha kile kitabu, Sheikh Abu Talib akanitambulisha pale ofisini kwake kwa mwanajamati mmoja, alikuwa ni mbashiri, sijui alikuwa anatoka nafikiri kama sio Tabora, sijui Songea. Basi yeye akanambia huyu yule alikuwa ni wa kwetu kule Kondoa, na ni marehemu sasa hivi, alikuwa anaitwa Sheikh, anaitwa Mwalimu Athmani Mgunya. Naam. Ni marehemu. Naam. Basi akanitambulisha kwake, akanambia bwana huyu ni wa kwenu huku, na wewe akanitambulisha pale. Basi sasa wakati akaweka nyingine tena, kwa sababu tu tunaongea pale, shehe aliniambiaga bwana, kwa umri uliofika unatakiwa ni vizuri zaidi ukatimiza ndoa, kiwezekana fikiria hiyo. Sasa aliponitambulisha pale, mimi kabla kuna siku nilimwambia shehe, sasa kama kuoa ni lazima nioe Ahmadiyya, sasa akina nani nitakwenda kuoa wapi kwa sasa? Wakati huo anakuambia kama kuoa, ukamuuliza kwamba kuoa wewe Ahmadiyya, wakati huo ushajiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya au bado? Wakati huo nilikuwa nimeshachukua bayati. Alinipa kwanza siku moja amenipa fomu, akanambia pale nenda nayo hii. Mimi pale aliponipa yale masharti nimeyatazama, alafu pale chini kuna sehemu ya saini. Mimi nikachukua kalamu nijaze. Sheikh akanambia hapana, hiyo nimekupa, nenda nayo tu. Nikamwambia nende wapi, imeandikwa nende nayo.
kwa sababu kwanza mimi ni mwalimu. Sasa nafahamu kabisa kwamba hizi sehemu zenye waziwazi zimeachwa wazi, manake zijazwe. Sasa Kama ni ndio au sio. ndio. Kwa hiyo mimi nikataka kujaza majina yangu kukubaliana na yale masharti. Na tayari pale pana maelekezo ya kwamba Masihi Maudi ndio mwanzishaji wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya. Na Kwa hiyo ukao umejaza bayati. kwa hiyo nikawa nimejaza bayati, kwa sababu nikaona kwamba haiwezekani, natakiwa hapa nisipojaza nitakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kujiunga na Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, umepata mabadiliko gani? Kama nilivyosema, baada ya kusoma tafsiri ya Qur'ani tukufu na kuona habari ya sala, tangu pale sijaacha sala mpaka leo. Nilianza kusali kabla sijachukua bayati, lakini baada ya kuchukua bayati tayari lile sala ambalo nalo liko ndani, mimi niliendelea hivyo hivyo mpaka leo. Kwa mara ya kwanza nimesali kama nilivyoeleza, na mpaka leo sijaacha sala, tena sala za jamaa, halafu na za sunna, kuna tahajjud. Baada ya kujiunga na Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, kuna changamoto yote ulipata? Kwanza baada ya kuchukua bayati, na pale Dodoma mjini nilikuwa na ndugu zangu tuliozaliwa kwa baba. Mmoja ni kakaangu, alikuwa anaitwa Musa Isa Mchana. Halafu walikuwepo wajomba zangu, na alikuwepo ndugu ya mama yetu, yani wazazi wao ni ndugu, yani babu zangu, na wao wako kwenye ukoo. Sasa ikawa imetokea nikapeleka taarifa kwamba mimi nimejiunga na jumuiya inayoitwa ya Waislamu Ahmadiyya. Halafu kule madrasa walipokuwa wanasimuliaga huko nyuma kwenye maulidi hasa wachi kwamba Nabii Isa pale msalabani aliuawa mwingine, yeye Mungu alimnyanyua, bali rafa'ahu Allahu ilaihi, walikuwa wanasema alimuinua kwa wanafanya mikono kwenda juu hivi. Sasa ile ikawa inachukuliwa kwamba yuko huko amepelekwa mbinguni. Sasa nikawaambia kwamba jamani, Masia amekuja, yeye ndio mwanzishaji wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, jina lake ni Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, na mimi nimejiunga. Sasa walichukia, wakasambaza mji mzima, wakapeleka taarifa kule nyumbani kwa ndugu wote, na mimi nikawa sasa basi tena. Wakati huo ndio kwa mara ya kwanza kuna yule anaitwa Sheikh Zuberi, siku hizi ni mtu ana cheo kubwa, Mufti. Alikuwa ndio kijana katoka chuoni, ndio kaletwa pale kwenye msikiti unaitwa Wanunge. Sasa Na alikuwa makazi yake ni pale nyumbani kwa mama, na akamtambulisha pale. Lakini nikawa mimi nachukua Qur'ani tukufu, alafu narejea aya zile namwambia aonyeshe pale mahali ambapo Nabii Isa yuko mbinguni. Hakuna, kwa sababu hakuna mahala ambapo Qur'ani tukufu imesema Nabii Isa alinyanyuliwa akapelekwa mbinguni. kwa hiyo changamoto ulipata kutoka kwa ndugu? Nimeanza hapo kwa ndugu, kwa sababu mimi nilianza kuwafikishia ujumbe. Ikabidi sasa wanaanza kunizungumza na kunijadili, na wakaeneza mji mzima na nyumbani kote kwamba mimi nimekuwa kama Wakristo. Sawa. Baada ya hayo maneno, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu umeimarika kiasi gani baada ya hizi kuwa unasali na changamoto hii ya ndugu kuambiwa kwamba wewe umejiunga na Ukristo? Uhusiano wako na Mwenyezi Mungu katika hali hii uliimarika kiasi gani? Alhamdulillah rabbil alamin. Kilichotokea ni kile cha kwamba mimi nilikuwa nafanya mahubiri. Mimi nilikuwa ni hiyo shule
ya msingi Mazengo, mimi nilikuwa nimekwenda kama nikiwa mwalimu mkuu. Kwa hiyo nilikuwa nafundisha wanafunzi na walimu mle, na ujumbe nilikuwa nawafikishia. Sasa mimi baada ya wao kujenga ile hali ya kusambaza habari ambazo sio sahihi na za uongo na vile vile kunikashifu, mimi nilichofanya ni kwamba kwa sababu Qur'ani tukufu imeshazungumzia humo, kwa hiyo mimi niliendelea kufanya mahubiri na nikawa nachukua vitabu vile vile na kwenda kuuza na kuwapa mahubiri watu. Lakini wengi wakaeneza na walijenga chuki. Na sehemu ya kusalia tulikuwa tunasali nyumbani kwa marehemu mzee Suleiman Taufiki. Sawa sawa. Mlikuwa mnasali kwa marehemu mzee Suleiman. Nyumbani kwake. Suleiman Taufiki. Sasa ni tukiendelea mbele kidogo na kwenye historia yako, sawa? Kwamba una tukio lolote ambalo unalikumbuka ambalo limetokea katika maisha yako ukasema kwamba hii ni shani ya Mwenyezi Mungu kwa kwako wewe ni Muhammadia? Ni mengi sana yamenitokea. Kwanza kabisa, tupe moja. La kwanza kabisa, kama nilivyoeleza saa zile kwamba nilikutana na Mwalimu Athmani, alikuwa anakwenda likizo, yuko anakwenda nyumbani na shehe akashauri pale. Kwa hiyo baada ya kuwa tayari kule nyumbani ilikuwepo sehemu ambao kunaitwa Kandaga. Kulikuwa na Jamati, tawi la Jamati kule ni wana Jamati. Kwa hiyo alifika kule na kulikuwepo na wasichana mmoja wapo, pendekezo lilikuja kwamba kwa sababu pale pana wana Jamati vile vile, basi ikiwezekana na mimi niwe kwenye ndoa. Sasa na kwa sababu Qur'an tukufu imezungumzia kuoa ni vizuri iwe ndani ya Islamu, basi na mimi nikaona ni vizuri iwe ndani ya Ahmadiyya. Basi tukapeleka hilo wazo, basi ikawa nimepeleka posa kwa wanajamaa, nikapata mke mwanajumuiya. Sawa sawa. Jina lake Bihuba, na Huba ni moja katika aya ambazo ziko ndani ya Qur'ani tukufu. Sawa sawa. Uhusiano wako na ukhalifa je? Baada ya kujiunga mimi nimekuwa na kawaida ya kuandika. Ushauri ulitolewa, nimeandika barua mara nyingi kwenda kwa Khalifa Tulmasi. Nimeandika kwenda kwa Khalifa Tulmasi wa 4, Khalifa Tulmasi wa 5. Na kuna wakati niliwahi kuwa nimepata matatizo na kuomba ili niweze kufanikiwa katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo mmoja wapo nilikuwa na ugonjwa wa kisukari, alafu na vile vile vidonda tumbo, na niliandika barua kwa Huzur. Matokeo yake nilikuja nikapona kabisa, na nilikuwaga na mwili mkubwa sana, na hata kitambi, lakini baadaye kwa baraka za Mwenyezi Mungu na dua hizo, leo nipo jinsi nilivyo. Ukapona vidonda vya tumbo? Vidonda vya tumbo vilipona, sukari ikakaa sawa, imekaa sawa, na mengine yote safi. Tukimalizia kipindi chetu, kwa wale ambao wasiokuwa wa Ahmadiyya na kwa wale ambao walioisikia Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya katika mitazamo tofauti, wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya miaka ya 1980, nadhani mpaka sasa hivi una takriban miaka 30 na uko ndani ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Unatoa ushauri gani kwa wale ambao bado hawajajiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya na wale ambao wenye mitazamo hasi juu ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya? Kwanza kikubwa zaidi ambacho mimi ushauri ningeutoa ni watu kuisoma Qur'ani tukufu na kupata vile vile tafsiri zake, kwa sababu haya madhehebu mengine yote yaliyoanzishwa katika Qur'ani tukufu hayapo. Mungu amesema katika Qur'ani tukufu, niliposoma tafsiri, kwamba Mungu anasema inna dina inda Allahi al-Islam, lakini kuna mahala amesema vile vile
wa'tasimu bihablillahi jamia, yani kuwe na umoja, mshikamano. Lakini madhehebu yametokea mengi na wengi wanaanzisha, na hata namna ya kutekeleza ibada kama sala na nini, kuna tofauti ziko nyingi. Asante sana mzee Maulidi Mshana kwa kutuelezea historia yako, ingawa kwa muda ambao tuliokupa hatukuweza kupata yote, lakini kwa haya machache ambayo tumeweza kuyapata, nadhani ndugu mtazamaji atakuwa amefarijika na atakuwa amejifunza kitu kwenye historia ya maisha yako, na atakuwa amepata somo la kuweza kumfanya yeye kuendelea kuwa imara, kama ulivyosema kwamba uliwahi kupata vidonda vya tumbo na uliwahi kupata kisukari, lakini baada ya kumwandikia Khalifatul Masih, Mwenyezi Mungu aliweza kusaidia ukapata kupona vidonda vya tumbo na ukapata kupona kisukari. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo. Asante. Ndugu mtazamaji, huyo alikuwa mzee Maulidi Isa Mchana akitueleza historia yake, ingawa ni kwa kifupi, lakini natumai utakuwa umepata chochote katika hayo aliyoyaeleza. Mpaka kufikia hapa tunasema asante sana, hatuna la ziada, na tunakusihi uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea katika chaneli yetu ya MTA Africa. Ulikuwa nami Usama Hanifu Mpogo, mpaka wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.